Anasema atanyamaza kwa ajili yako, atanyamaza kwa ajili ya nyumba lako, atanyamaza kwa ajili ya watoto wako. Anasema atanyamaza kwa ajili ya kazi ya mikono yako mpaka haki yako ikapate kutokea katika jina la Yesu Kristo. Anasema mpaka wokovu ukapate kuonekana, ukombozi wa Bwana ukaonekane, amani ya Bwana ikaonekane, ushindi wa Bwana ukaonekane, kibali cha Bwana ikaonekane, fadhili za Bwana zikaonekane, utajiri wa Bwana ukaonekane kwa ajili ya maisha yako, kwa ajili ya nyumba lako, kwa ajili ya huduma lako, kwa ajili ya watoto wako, kwa ajili ya ndoa yako, katika jina la Yesu Kristo. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Na useme Bwana Yesu asikie na atende mpaka wokovu wa Bwana ukaonekana. Na akasema atakupiga majina mapya, yale majina ya kale yataondoka. Wenda walikuita majina mengi, lakini siku ya leo unaenda kutoka na majina mapya katika jina la Yesu Kristo. Nasema unaenda kutoka na majina mapya katika jina la Yesu Kristo, majina iliyo na utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo, majina inayoachilia kazi ya Bwana, inayoachilia utukufu wa Bwana, inayoachilia matendo ya Bwana. Watasema mabarikiwa, watasema mainuliwa, watasema hakika Bwana amekutendea, maana matendo makubwa ambayo Bwana anatenda maishani mwako katika jina la Yesu Kristo. Hivyo atakuokoa watoto wako, ataokoa nyumba yenu, ataokoa huyo mji, ataokoa kijiji kwa ajili ya jina lake katika jina la Yesu Kristo. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Atakuacha vile ulivyokuwa tena ukiingia mahali hapo. Haleluya. Mara ya kwanza Isaia alipoenda alipata Ezekia akiugua, akiwa mahali pale katika magonjwa. Bwana Yesu apesi. Na yeye ndio anamwambia Isaia, ndio kaambia Ezekia apake nyumba yake vizuri, maana yake atapona baada ya kufa. Wakati Ezekia aliposikia yale maneno, maandiko sema akaangalia ukutani, akamkumbusha Bwana kazi alitenda. Nikasikia Jehova akiniambia kumbusha, nikumbushe siku ya leo mambo uliyotenda katika nyumba lako, katika uliyotenda katika madhabahu yangu, ili nikapata kuwatendea, ili nikapata kuwainua, ili nikapata kuwabariki, ili nikaachilie haki kwa ajili ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo Bwana ameachilia haki kwa ajili ya maisha yako, and your life will never be the same again. Nyumba yako haitakuwa kawaida tena katika jina la Yesu Kristo. Watoto wako hawatakulia tena katika jina la Yesu Kristo. Hiyo meleo ya kutosha. Ezekia ameambiwa na Mungu, nimeona machozi yako na maombi yako amenifikia, na sasa hautakufa, nitakuongezea miaka na nitakuokoa pamoja na mji huu katika jina la Yesu Kristo. Mungu akuokoe na nyumba lako, Mungu akuokoe na watoto wako, Mungu akuokoe na wazazi wako, Mungu akuokoe pamoja na mandugu zako. Au nasema wamefungwa na ulevi, wamefungwa na usherati, wamefungwa na ukahaba, au nasema hawana kazi, hawana ndoa mahali pale, wacha Bwana akapata kuokoa katika jina la Yesu Kristo. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Na useme amen. Na useme amen. Sitanyamaza. Mbegu zako Baba anasema hatanyamaza. Baba anasema, yani anasema hatanyamaza. God will never keep quiet mpaka aone wokovu wako umepatikana, aone ukombozi wa nyumba lako umepatikana, aone wokovu wa watoto wako umepatikana, wokovu wa kazi ya mikono lako akaone mahali pale umepatikana katika jina la Yesu Kristo. Neno la muhimu, Ezekia akaambia Bwana, tazama vile nilivyoenda mbele zako kwa haki na kweli. Haleluya. Yaani wakati wote Ezekia alikuwa amejitoa, akajitenga na dhambi, ili akapata kutenda yanayopendeza Bwana. Naye Bwana akamkumbuka siku kama siku ya leo. Si Mungu akukumbuka na nyumba lako kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akukumbuka na nyumba lako, Mungu akukumbuka na watoto wako. Mungu aliyekumbuka Hana atakukumbuka siku ya leo, aliyekumbuka Ezekia akukumbuka siku ya leo, aliyekumbuka Yakobo akukumbuka siku ya leo, na akaachilia haki katika anga na katika maisha yako. Na useme Bwana Yesu asikie na atende. Na useme amen. Nataka tutoe sadaka zetu kwa ajili ya neno. Haleluya. Neno la baraka sana. Tukapate kumheshimu Bwana kwa dhambi na tabia zetu, ili Bwana akapate kuhakikisha na ushindi katika jina la Yesu Kristo. That is my prayer today. Unapotoa sadaka, wacha Bwana kufika na utukufu wake, wacha Bwana kufika amani yake, wacha Bwana kufika na baraka zake katika jina la Yesu Kristo. Kutoka hapa vile ulivyoingia tena, in the mighty name of Jesus Christ. Na useme Bwana Yesu asikie na tena.
Amesema kilio kimefika mwisho. Mahangaiko yamefika mwisho. Utasa umefika mwisho. Ukama umefika mwisho. Ufukara umefika mwisho. Umaskini umefika mwisho. Magonjwa yamefika mwisho. Laana zimefika mwisho. Visirani zimefika mwisho. Vita zimefika mwisho. Amesema utaenda kutoka na ushindi. In the mighty name of Jesus Christ. Nasema na Yesu asikie na tena. Nasema amen. So unapoenda kutoa sadaka kwa kikapu, nitakuombea na Mungu ataenda kutimiza. Hallelujah. Jesus and God. Tulipokuwa kule Maro alitoa unabii. Akawaambia kabla siku 7 ziishe, Mungu ataenda kudhihirisha. Na siku 7 zikuisha, zilisha kama siku 4, Mungu mahali pale akaanza kudhihirisha. Kwa jina la Yesu Kristo. Amesema ukitoka hapa, utaanza kutoka na majina mapya. Amini vile ametamona ametabiri. Na hivyo ndivyo inaenda kutokea katika maisha yako na katika nyumba lako. Watoto wako hawatadharauliwa tena. Maana yake wamefungwa na ulevi. Wataenda kuitwa waliobarikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Inji yako itaitwa Beheula. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na utapewa majina iko na mataji ambayo ni taji ya uzima na taji ya baraka. Kwa jina la Yesu Kristo. Sadaka yako hapa tukapata kumtolea Bwana. Ninapoenda kuomba ombi la mwisho na Mungu atakubariki kwa hiyo neno. In the mighty name of Jesus Christ.